Hujambo na karibu. Huu ni Mshike Mshike. Mimi ni Fatma Abdullah Chikawe. Matajiri wa jiji Azam FC wameichapa Dodoma Jiji mabao 5-0 katika mwendelezo wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara, mchezo ambao umemalizika usiku huu kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi. Na kwa matokeo hayo Azam FC imefikisha alama 57 katika nafasi ya 3 ya msimamo wa ligi ya NBC, alama 4 zaidi ya wapinzani wao Singida Black Stars wenye alama 53 katika nafasi ya 4, ingawa wana mchezo mmoja mkononi. Kwa upande wa Dodoma Jiji wanasalia nafasi ya 7 ya kwenye msimamo wakikusanya jumla ya alama 34. Na baada ya mchezo huo kumalizika, kama kawaida, kocha mkuu wa Azam FC Rashid Taus na yule wa Dodoma Jiji Meki Maxime wamezungumza. Na ikumbukwe Tanzania inawakilisha hatukuwa vizuri na wao ndio wakatumia muda huo, wakapata nafasi hiyo wakatumia, wakatuadhibu, na ndio maana umeona baada ya muda huo vijana wamerudi kwenye mchezo. Kwa hiyo dakika 30 za mwanzo hatukuwa vizuri. Na mara baada ya kichapo hichi, labda kinakwenda kutibua mpango wako wa kuelekea michezo miwili iliyosalia. Kwa sababu michezo migumu iliyobaki. Sasa unapokwenda kukutana na michezo migumu afu unakuwa unatoka kupoteza, kwa hiyo inabidi ukae chini, utulie, uangalie namna gani utaenda kucheza michezo miwili migumu. Shukrani. Asante. You know, I tell this for you, and before press conference, I tell that also we have team who the back right, left and the right can score. We have Lusajo, sometimes Pasco, because Pasco now is injured. That's we work for like this, because we know that our striker be marked, and they come from behind, and they can from space. And also we work for the set pieces. Set pieces we work also very hard with the players, and we score with the same action. And you see, every team that we are very happy. But what we are happy, not only for the result, for how we have played. Our system, our strategy, that is very good. That we are happy, and the player was very disciplined tactically. Thank you. Ni Rashid Taus huyo kocha mkuu wa Azam FC akizungumza mara baada ya kupata alama 3 muhimu wakati huu ambapo zimesalia mechi 2 kwa Azam FC kabla ya kukamilisha msimu huu wa ligi 2024-2025. Kwa muda huu tunaungana mubashara na mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya Azam FC Thabit Chumwi Zakaria maarufu Zaka za kazi. Mechi 2 zimesalia, wakati hii ya 3 umepata ushindi mnono nyumbani hapo Azam Complex. Mipango ikoje na ni kwa namna gani ambapo mmejipanga kutimiza hayo? Kwanza kabla ya yote, kwanza nikuonesha hii tuzo. Fatma, umeiona hii? Hii tuzo ni ya kwangu. Lusajo Mwekenda ameshinda leo tuzo yake ya 4. Kwa hiyo amekuwa man of the match kwenye mechi 4 za ligi. Hii amenipa mimi kwamba yeye zimejaa kwake, kabati limejaa. Kwa hiyo ya kwangu. Hongera sana. Nikirejea kwenye swali lako la msingi ni kwamba baada ya mchezo wa leo, kwa sababu mchezo ujao ni mbali sana, ni tarehe 18 ya mwezi wa 6, ni zaidi ya mwezi mmoja kutoka sasa. Kwa hiyo kwa sasa tutakuwa na mapumziko mafupi kwa wachezaji wetu. Baadaye tutarudi uwanjani kwenye uwanja wa mazoezi kujiandaa na huo mchezo, lakini tutakuwa baadaye kidogo, kwa sababu kukaa una mwezi mzima, zaidi ya mwezi unafanya tu mazoezi, wakati mwingine inaongeza uchovu, na kutakuwa na muda mfupi wa pre-season. Kwa hiyo huu muda tutatumia pia kidogo kupumzisha wachezaji. Mchezo utakapokaribia, tutarudi kwenye uwanja wa mazoezi kujiandaa na hizo michezo miwili iliyobakia. Tuhakikisha kwamba hii michezo tunashinda ili tumalize kwanza katika nafasi ya juu kadri inavyowezekana kwa sasa, lakini tumalize kwa furaha, kwa sababu japo hatujashinda taji, lakini kushinda mechi nako kunatia furaha. Kwa hiyo acha tupate furaha kwenye hizo mechi ambazo zimebaki. Na nikitazama kwenye hizo mechi 2, moja mpo nyumbani dhidi ya Tabora United, na ya mwisho mnamaliza ugenini kule Tanzanite kwa raha. Kweli kabisa. Na Tabora, unafahamu mechi ya kwanza walitufunga kule kwao, lakini pia ni mechi nzuri, timu nzuri sana, na utakumbuka kuna balao lilifanya kwenye uwanja huu wakati wa raundi ya kwanza ya msimu huu. Kwa hiyo ni timu ambayo tunajua uwezo wake, lakini
ili tufanikiwe malengo yetu. Kitu cha kwanza kujiangalia sisi kwamba tunataka nini, kufanikiwa wapi. Kwa hivyo ni vitu vya msingi ambao tutavizingatia kuelekea mchezo huu, na tuhakikishe tupate matokeo mazuri katika uwanja wa nyumbani ili tuwaage vizuri mashabiki wetu, kwa sababu mchezo utakuwa wa mwisho huo katika uwanja wa nyumbani. Alafu mchezo wa kule kwa Raha tunafahamu Fountain Gate hawako kwenye nafasi nzuri sana, japo pia hawapo kwenye hatari kubwa sana, lakini haiwezi kuwa tu hivi hivi kirahisi. Na wao watakuwa wanamaliza ligi nyumbani, watatamani kumaliza vizuri nyumbani. Msimu huu katika zile timu za juu kwenye ligi hawajashinda hata mechi moja kwenye hizo timu za juu hapo nyumbani kwao. Kwa hiyo watataka kushinda mchezo huo, pia iwe furaha kwao. Tunajua hilo, na pia tunawaheshimu wao pia, na wachezaji wao wanapata support kubwa sana nyumbani, lakini hakuna namna, inabidi tushinde huo mchezo. Tunataka tushinde huo mchezo. Zaidi ya kwamba tu tushinde, tufurahi na tumalize kwenye ligi nafasi ya juu kadri inavyowezekana kwa sasa. Ndio. Lakini pia sisi ni timu ambayo tunataka tufikie malengo makubwa sana. Kwa hiyo hatuwezi kufika huko kama mechi za namna hiyo tutakuwa hatushindi, na hatujakuwa na msimu mzuri sana safari hii, lakini tunajiandaa kuwa na msimu mzuri sana baadaye. So kwenye maandalizi ya msimu ujao kitu cha kufanya kazi kingine ni mentality, kuweza kushinda kwenye mechi ambayo labda inakuwa ngumu, kwenye mazingira magumu, watu wako nyumbani, wako motivated, lakini lazima ushinde. Kipimo kinakuwa kwenye mechi kama hizi. Kwa hiyo hii mechi pia tutaiangalia katika namna hiyo, na inshallah tutafanya kila tunachoweza kuweza kushinda. Chumwi, kwa kifupi sana, kuna msemo unasema unaweza ukaoga, ukavaa, ukapendeza, lakini mjini usiende. Matokeo yenu, hatima yenu kwenye ligi pia inaamuriwa na kile ambacho kinakwenda kutokea kwenye mechi hizi za nusu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Kwa namna gani linawaumiza kichwa kumwona JKT Tanzania pale? Ni kwa muda mrefu sana sisi hatujakuwa kwenye, ndo tunakosa kwa mara ya kwanza kwenye nafasi hii, kwenye hatua hii. Baada ya muda mrefu kidogo tumecheza hatua hii 2022, 2023, 2024, hatua hii tumekuepo. Hata ukirudi nyuma tulikosa mara moja 2021 pia tulicheza hatua hii. So tumecheza mfululizo wa 2021, 22, 23, 24 katika misimu yote hiyo. Kwa hiyo kukosa safari hii kidogo imekuwa maumivu kwetu. Lakini ndio mpira unavyokuwa. Wakati mwingine huwezi kupata kila kitu kila wakati. Hii inatokea hivi, inakuwa kama changamoto kwa ajili ya kujiandaa kwa safari nyingine. Inshallah tutarudi kwa kishindo sana msimu ujao. Kila laheri na asante sana Chumwi. Ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Azam FC Thabit Chumwi Zakaria kizungumza nasi hapa. Huu ni Mshike Mshike. Baada ya kudumu katika ligi kuu soka ya Tanzania bara kwa zaidi ya miaka 20, timu ya Kagera Sugar wana Super Nkurukumbi rasmi imeshuka daraja baada ya Pamba Jiji FC kushinda leo dhidi ya Ken Gold katika mwendelezo wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara, mchezo ambao umechezwa jioni kwenye uwanja wa Kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya. Matokeo haya yanaifanya Pamba Jiji ifikishe alama 30 katika nafasi ya 11 ya msimamo, huku Kagera Sugar ikisalia nafasi ya 15 ikiwa na alama 22, na hata ikishinda michezo miwili iliyosalia haitavuka alama 29 ambazo tayari Fountain Gate inazo katika nafasi ya 14 ya msimamo. Kwa maana hiyo, Kagera Sugar imeungana na Ken Gold kushuka daraja moja kwa moja, na timu zote mbili zimesaliwa na michezo miwili ya kukamilisha msimu huu. Lakini kwa upande wa Pamba Jiji, wao baada ya kushinda magoli 2-0 dhidi ya Ken Gold, magoli yote yakifungwa na Abdullahi Yonta Kamara, tayari imeshajiondoa katika nafasi hiyo ya kushuka daraja moja kwa moja, na badala yake inaweza kucheza playoff au kusalia kwa moja kama vile itashinda kwenye michezo ambayo imesalia. Pengine tusikie kile ambacho kocha wa Pamba Jiji amezungumza mara baada ya kuivusha timu yake katika janga hilo la kushuka moja kwa moja. Nashukuru Mungu kwa matokeo mazuri ambayo tumeyapata, ambayo haikuwa rahisi. Nadhani umeona mechi yenyewe jinsi ilivyokuwa, ilikuwa mechi ya ushindani, na siku zote unapata na timu ambayo tayari imeshaporomoka, zote lazima na wenyewe waonyeshe kwamba wanaweza. Kwa hiyo ndivyo walivyoingia Ken Gold kuhakikisha kwamba na wao pengine wanapata alama 3 kwetu kama sio walipata nyumbani Mwanza. Kwa hiyo wameingia, wamejitoa kwa kila hali kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri. Lakini kwa hiyo tunachukua vijana wangu kwamba angalau tumeweza kupata alama 3, basi tumeingia kwenye pointi 30. Sasa tumeingia kwenye ushindani tena
kuhakikisha kwamba Pamba tujabakisha kwenye ligi kuu. Naam, lakini pia kama unavyofahamu tulikuandikia swali katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tutakuja kuona huko nini ambacho umeshiriki nasi kuhusiana na kuporomoka daraja kwa Kagera Sugar. Lakini wakati huu ni kufahamishe kwamba kikosi cha Simba kimeondoka kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Dar es Salaam kuelekea Morocco kwa ajili ya mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane ambao utachezwa Jumamosi hii katika uwanja wa Manispaa ya Berkane. Kwa sasa twende tukatazame takwimu za timu zote hizi mbili katika mechi 5 walizocheza kuelekea hapo fainali ambayo leo tunaizungumza. Mechi ya mkondo wa kwanza kichezwa Mei 17 na ile ya marejeano uwanja wa Benjamin Mkapa ni Mei 25. Tuanzie na mechi 5 za nyumbani. RS Berkane amecheza kwenye kombe la shirikisho Afrika. Hapa tunazungumzia kuanzia hatua ya makundi mpaka sasa kuelekea fainali, kwa maana mechi ya nusu fainali. Berkane ukimtazama ameshinda mechi zote, hajapoteza mechi hata moja nyumbani, na mechi zote hizo amecheza katika uwanja wake wa Manispaa ya Berkane. Amemfunga Lunda 2-0, lakini pia Stade Malien 1-0, akipata ushindi mnono dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini 5-0 na ASEC Mimosa ya Ivory Coast 1-0, lakini pia CS Constantine amemfunga 4-0. Moja kati ya mechi ambayo ilishtua kutokana na ukubwa au ubora wa CS Constantine. Lakini kwa Simba sasa, huyu tunamtazama kwa takwimu ambazo yeye amecheza ugenini. Berkane yuko nyumbani kama mechi hii inayofuata, lakini Simba ugenini amekuwa na matokeo ya namna gani? Simba alipoteza 2-1 dhidi ya CS Constantine, lakini pia alimfunga CS Sfaxien 1-0, alitoka sare na FC Bravos 1-1, lakini pia alipoteza magoli 2-0 dhidi ya Al Masry. Sare bila Stellenbosch kule Afrika Kusini, ambayo iliamua hatma ya mnyama Simba baada ya kupata ushindi kwanza hapa katika uwanja wa kwa Mkapa. Je, tunakwenda kutarajia nini? Simba anakwenda kuvuna kipi ama Berkane anakwenda kuendeleza kipi? Tutashuhudia mtanange huo mubashara kupitia Azam Sports 1 HD. Lakini tukiendelea kutazama mengineyo, turejea hapa nyumbani Tanzania kuangazia uhondo wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara, ambapo magoli ya Stefan Aziz Ki, Prince Dube pamoja na Maxine Zengeli yameingarisha Young Africans ikishinda magoli 3-0 dhidi ya Namungo FC katika mchezo wa ligi kuu soka NBC uliochezwa kwenye uwanja wa KMC Complex. Ushindi huo unaifanya ijikite kileleni ikiwa na alama 73, alama 4 mbele ya wapinzani wao wakubwa katika mbio za ubingwa Simba Sports Club ambao wenyewe wana alama 69 katika nafasi ya pili. Lakini kwa Simba wana mchezo mmoja mkononi. Na kwa wakati huu tuelekee kule mkoani Tabora kutazama pia mwendelezo wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara, ambapo mchezo mwingine wa ligi utachezwa kesho kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi mjini Tabora kati ya wenyeji Tabora United dhidi ya KMC Wanakino Boys. Makocha na wachezaji wa timu zote hizo wamezungumza kuelekea mchezo huo. Kwa kufika presi salama, maandalizi yako vizuri kuelekea kuikabili KMC. Sisi kama benchi la ufundi kila kitu tumeka sawa kwa ajili ya kushinda mechi kesho. Kwa hiyo hata ukiangalia kwenye position, siko position ya 5, KMC wako chini huko. Sisi tunahitaji kubakia katika nafasi ya 5, KMC wanahitaji kujiondoa katika playoff. Kwa mechi itakuwa ngumu, sio rahisi. Tumejiandaa kucheza ligi, hatukujiandaa kwa kufanya vibaya katika hizo mechi ambazo wanasema tulikuwa tunafanya vibaya. Sababu hata huko nyuma pia tulikuwa tuna timu hii ndio ilikuwa inashinda. Kwa hiyo ni matokeo ya mchezo wa mpira ulivyo. Kwa hiyo tulikuwa hatufanyi kama maksudi ama inakuaje, ni matokeo tu ya mpira. Of course tumecheza mchezo uliopita na tujapata mapumziko ya kutosha hadi mchezo huu, lakini there's no excuse. Nafikiri tumejiandaa vizuri. Psychologically wachezaji wanaelewa umuhimu wa mchezo na namna gani ambavyo tumefundishana kuendea mchezo kama huu. Lakini pia physically kuna wachezaji wachache tu ambao walikuwa wanasumbuliwa na maradhi kidogo, lakini sasa hizi wanaendelea kuwa vizuri. Tumekuwa na safari ndefu kidogo kutoka Dar es Salaam mpaka hapa, tumeweza kufika salama. Pili, hali ya wachezaji pamoja na uongozi wetu sio mbaya. Wakati huo chama cha soka mkoani Tabora Tarefa kimethibitisha maandalizi ya uwanja huo wa Ali Hassan Mwinyi yamekamilika kuelekea mtanange ambao utachezwa kesho baina ya Tabora United dhidi ya KMC.
Secretariat ya chama cha mpira mguu mkoa wa Tabora, maandalizi yote ya mchezo wa kesho yamekamilika. Kinachosubiriwa ni mchezo wenyewe kuanza. Tunachoshukuru ni kwamba wenyeji wapo, wageni na wenyewe wamefika salama. Leo tumefanya nao kikao cha waandishi wa habari. Lakini pia stahiki zao zote za kikanuni wametekelezewa. Kwa hiyo nachotaka kusema ni kwamba mchezo uko tayari. Tunachosubiri ni kesho tu kwa ajili ya mchezo huo kuanza. Kwa kimsingi tunamshukuru Mungu, uwanja ni mzuri, unachezeka vizuri, tunatarajia soka safi. Uwanja hauna shida yoyote kama ambavyo unauona, na nafikiri timu zote zitaenjoy kucheza mchezo wa kesho kwa sababu uwanja uko sawa kabisa, nyasi zimekatwa vizuri kabisa. Kwa hiyo kinachosubiriwa tu ni mchezo ule kuanza basi, lakini kila kitu kiko sawa. Kimsingi mashabiki ni waombe kesho wafike uwanjani kuiaga timu yao. Timu inacheza mchezo wa mwisho ukiwa kwenye ardhi ya nyumbani kwa msimu huu. Baada ya hapo timu itasafiri kuelekea Dar es Salaam kucheza mechi dhidi ya Azam FC na kwenda kumalizia msimu kule Tanga dhidi ya Coastal Union. Sasa kwa kuzingatia hilo, management ya club imeona ni vyema kuweka viingilio rafiki ili kuwezesha mashabiki kuweza kufika uwanjani kwa wingi kuja kuwalaki wachezaji wao. Tunachoshukuru ni kwamba msimu huu wachezaji wamepambana sana. Timu iko kwenye nafasi ya 5, hatuna pressure kama za msimu uliopita. Kwa hiyo katika kutoa shukrani ni vyema mashabiki kwa umoja wao wakaitika kwa wingi kuja uwanjani, kwani viingilio ni rafiki, ni mzunguko shilingi 3,000 na VIP ni shilingi 5,000. Ni Awadh Sabuni huyo katibu msaidizi wa taarifa. Lakini nikufahamishe kikosi cha KMC kimefanya maandalizi yake ya mwisho katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi tayari kwa ajili ya kuwakabili wenyeji Tabora United katika mchezo wa hapo kesho. Pamoja na mambo mengine, KMC wanasema mchezo huo ni wa kulipa kisasi kama ambavyo anathibitisha ofisa habari wao Khalid Chukuchuku. Kwanza tunamshukuru Mungu, timu imesafiri salama kutokea Dar es Salaam karibia kilomita 800 na point kuja hapa mkoani Tabora, na lengo la kutoka Dar es Salaam kuja hapa ni kwa ajili ya kuja kupambana dhidi ya Tabora ambao wanaonekana ni favorite dhidi yetu, kwa sababu kwenye mchezo wa kwanza ambao tulikutana nao waliweza kutufunga mabao 2-0. Kwa hiyo tumekuja hapa Tabora kwa lengo la kupambana kupata matokeo na kulipiza kisasi ambacho kilitokea Dar es Salaam. Tunajua walitufunga, kwa hiyo tumekuja hapa na sisi kupambana angalau tuwafunge, na kwa kesho tunapata alama 3 ambazo zitatufanya kujihakikishia kutokucheza playoff kwenye msimamo wa ligi kuu. Of course utakuwa mchezo mgumu kutokana na position ambao wako nayo, lakini pia aina ya wachezaji ambao wako nao, lakini sisi kama KMC tumetoka kucheza mchezo mgumu dhidi ya Simba, na kile ambacho tumekifanya pale, vile ambavyo tumevifanya positive tutavichukua kuja kuifanya katika mchezo dhidi ya Tabora, na naamini kesho tutakwenda kufanya revenge ambayo ilitokea Dar es Salaam. Kitu pekee ambacho kimetuleta hapa mkoani Tabora ni alama 3 na hatujaja kuchukua hasara. Kwa mashabiki wa Tabora United wahakikishe wanakuja katika dimba la Ali Hassan Mwinyi, lakini wasije na matokeo yao. Na ni kesho katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi kule Tabora. Huu ni mshike tutakaporejea. Cristiano Ronaldo ampongeza Ronaldo ya kucheza mechi ya kwanza ya timu ya taifa ya vijana ya Ureno. Na joto la panda kuelekea mechi ya Yanga dhidi ya JKT Tanzania nusu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Na huu ni mshike tumerejea. Karibu kwa mara nyingine tena, mimi ni Fatma Abdalla Chikawe. Tunazungumza kuelekea kwenye nusu fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho la CRDB Bank, mechi ikipangwa kuchezwa Mei 18 katika uwanja wa Mkwakwani, CCM Mkwakwani kule Tanga. Young Africans dhidi ya JKT Tanzania Mafande hao. Lakini tutazame safari ya timu zote mbili, kwa maana namna ambavyo Young Africans wameanza, lakini pia JKT Tanzania ushindi wa 5-0 dhidi ya Kopko FC, lakini pia ushindi wa 3-1 dhidi ya Coastal Union Mangush. Young Africans pia akamchapa Songea United mabao 2-0 kabla ya kumchapa Stand United mabao 8-1. Usisahau hizi ni mechi za mtoano. Lakini JKT Tanzania hali ikoje, ama mambo yake yalikuwaje kufikia hapa
ambapo yupo sasa kwenye nusu fainali dhidi ya Young Africans. JKT Tanzania alimchapa Igunga United 5-1, lakini akapata ushindi wa 2-1 dhidi ya Biashara United ya Mara. JKT huyo akashinda 3-0 dhidi ya Mbeya Kwanza wakati akicheza na mwenzake wa ligi kuu akapata ushindi wa 3-1 dhidi ya Pamba Jiji. Wakati huu unaungana na mchambuzi wetu Philip Mkini, karibu sana. Tulitazame hili kwa kina, nusu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank, michuano ambayo inatoa mwakilishi wa nchi katika michuano ya kombe la shirikisho Afrika. Timu zote mbili ukiwatazama wameshinda kwenye mechi zao hizi za mwisho ambao zimefunga ukurasa wa ligi kuu, sasa wanaelekea kwenye shirikisho. Na hata ukitazama hata kwenye ligi pia wamekutana na mechi zao hazijai kuwa rahisi, kwa sababu mechi, nafikiri mechi ambayo Yanga ametoka sare na JKT. Kwa hiyo ni finali nzuri. Ulikuwa ukitazama hizo takwimu hapo unaona kwamba Yanga kwenye mechi zake amefunga magoli 18 alafu ameruhusu magoli 2. Lakini unamuona JKT amefunga magoli 14 ameruhusu magoli 3. Kwa hiyo ni timu ambazo unaweza ukasema zinaenda kwenye mechi ambazo zinashabiana. Hakuna kusema kwamba huyu ni mnyonge atamzidi mwenzia au huyu ni bora zaidi kuliko mwingine. Weka nukta hapo, tunarejea hivi punde, lakini naambiwa mwenzetu Akida Kilango yeye tayari ametangulia Tanga na anazungumza moja kwa moja na mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Tanga, Martin Kibua. Kwako Akida Kilango, hali ikoje hapo? Naam, asante sana Fatma Chikawe, kama ambavyo umeweza kutambulisha. Nipo hapa Tanga na kilichotuleta hapa ni mchezo wa nusu fainali kombe la shirikisho la CRDB Bank, ambapo wananchi Yanga watakuwa uwanjani CCM Mkwakwani. Itakuwa ni Mei 18 kukipiga dhidi ya JKT Tanzania, na muda huu naungana na mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Tanga, Martin Kibua, ambaye yeye ndiye mwenyeji wetu hapa, lakini pia mwenyeji katika mchezo huo. Na kwa kwanza kabisa Martin, tufahamishe kwanza kabisa kama mkoa mlipokeaje taarifa ya mchezo huo nusu fainali kuja kupigwa hapa Tanga? Tulizipokea kwa furaha sana, kwa sababu kwa kipindi cha miezi zaidi ya 7 uwanja wetu ulikuwa unakarabatiwa, uwanja wa Mkwakwani, na timu yetu ya Coastal na Sports zilikuwa zinacheza away. Wananchi wamekuwa na kiu kubwa sana ya kutaka kuona mechi zikichezwa katika uwanja wa Mkwakwani, na ligi imekwenda mwisho, zimebaki mechi 4, wataona timu zao kwa mechi 4 tu, alafu baada ya hapo ligi inakuwa inakwisha. Sasa kwa kuletea jambo kubwa kama hili, at least tunapunguza volume ya washabiki, kiu yao iliyokuwa kubwa. Hawakuiona Yanga, hawakuiona Simba katika uwanja wa Mkwakwani, ni vitu ambavyo tumevizoea. Sasa hawakuviona hivyo kwa muda mwingi. Kwa kuletea hii mechi hii, at least tunawafariji, na sisi watu wa mpira ambao tunafanya kazi za mpira, at least tunajifariji kwa kuona kwamba at least tunakata kiu ya washabiki wetu. Vipi kwa upande wa maandalizi, kwa sababu muda umepita na hivi tunavyozungumza zimebaki siku chache kuelekea mchezo wenyewe? Kwanza sisi sio wageni wa mambo makubwa kama haya. Tumeshafanya hivi miaka 2 nyuma na tunafanya kila mwaka, kwa sababu Coastal kila mara inacheza na Yanga, inacheza na Simba uwanja Mkwakwani. Ni mechi za aina hiyo. Hii ina mvuto wake kwa sababu ni CRDB na ni nusu finali, ina mvuto wake. Tunajua jinsi ya kujiandaa katika mazingira makubwa kama hayo. Kwa hiyo hakuna shida, mambo yote yako sawa. Tunapozungumzia maboresho ambayo yamefanyika katika dimba la Mkwakwani, ni wazi kwamba ni maboresho makubwa, ukizingatia hata katika eneo la kuchezea, yani pitch, nyasi zilizopo pale ni sawa na zilizopo dimba la Benjamin Mkapa. Hii inakupa taswira gani kuelekea mchezo wenyewe? Kwanza nawapongeza sana, nawapongeza serikali ya mkoa, lakini nawapongeza Chama cha Mapinduzi. Pongeza sana, wamefanya jambo kubwa mno. Hakuna mtu aliamini kama tutafanya maboresho na maboresho yataonekana kwa macho. Watu kwa macho wanaona kabisa uwanja umeboreshwa. Kwa macho kabisa wanaona uwanja umebadilika. Ni jambo kubwa na jambo kubwa sana. Kwa hili at least tutaenda kuwafariji, wakiona kama wamefanya maboresho yale na mechi kubwa kama hii imekuja, wataona kweli wamefanya jambo la maana. Wanasemaga Waswahili, unapokutana na mfalme ni vyema ukaeleza shida zako zote ama ukazungumza kila kitu. Tunashuhudia finali ni Young Africans dhidi ya JKT Tanzania, si timu za kutoka hapa Tanga. Pengine kama mkoa sasa mnajipanga vipi ili wakati mwingine basi inapotokea fursa kama hii walau kwe kuna timu ya mkoa, either ni African Sports au ni Coastali? Coastali anazo tabia za kufika mbali. Mwaka huu tumepata, sijui niseme kitu gani. Tumecheza mechi ya kwanza na huyu mtu alioingia nusu finali, Young Africa. Tunafahamu ukubwa wa Young Africa na sisi ni wakubwa. Lakini wakati tunakwenda kucheza na Yanga ilikuwa tunajitafuta kwenye ligi ya NBC. Huwezi kushika mambo mawili. NBC ukiteleza unashuka.
CRDB there is always next time. Sasa next time tutafanya mwakani, lakini tunatamani siku moja hiyo nusu finali hiyo ingekuwa ni Coastal na Yanga, basi pangekuwa zaidi ya hivyo ambavyo patakuwa, lakini naamini kwa sababu nusu finali. Naam, ni mwenzetu huyu Akida Kilango akizungumza na Martin Kibua, mwenyekiti wa TRFA. Umesikia hamu au raha ambayo wanatanga wako nayo, wameletewa mchezo huo mkubwa wa nusu finali ambao tunaozungumza hapa, Young Africans dhidi ya JKT Tanzania. Uzuri mechi yenyewe sio mechi nyepesi kutokana na rekodi au historia ya miamba hii miwili. Ni mechi kubwa kama alivyosema awali. Ukiwatazama wote, JKT yuko kwenye nafasi nzuri kwenye ligi, hana pressure sana. Yanga yuko na nafasi nzuri ya kutetea ubingwa wake, hana pressure. Kwao ni timu ambazo zinakwenda zikiwa zina kitu ambacho zimeshashikilia kwenye ligi. Kwa hiyo kwenye mashindano haya JKT anaenda akiwa anatafuta kitu kipya kwake, sababu ina maana akishinda kwenye hiyo mechi anaenda kwenye finali. Akishinda finali ana nafasi yake ya kushiriki kombe la shirikisho, ambao ndio hii ulikuwa unaizungumzia mwanzo, imeshikiliwa na either Singida au Azam. Kwa sababu atakayemaliza nafasi ya 3 atakuwa salama. Yule atakayemaliza nafasi ya 4 nafikiri ndio ataiachia ile nafasi ambayo JKT kama atachukua ubingwa. Kwa hiyo ina maana kuondolewa kwa JKT, kama Yanga atafanikiwa kumuondoa, Singida na Azam wote watakuwa tayari wameshakata tiketi ya kwenda kwenye michuano ya kimataifa msimu ujao. Yes. Kwa hiyo ni mechi ambayo imeshikilia vitu vingi, pamoja na matokeo ya hiyo mechi yenyewe imeshikilia pia maisha ya timu nyingine. JKT namna ambavyo walianza ligi, kama wasingekuwa na ustahamilivu basi huenda wangeshamuondosha kocha mkuu wao, lakini kwa mwenendo huu ambao tunazungumzia sasa hivi, Ahmad Ally atabaki kwa miongoni mwa makocha bora wazawa kuwepo kwenye ligi yetu. Na ukihesabu ni kati ya makocha wachache sana ambao wamebaki kwenye ligi mpaka sasa hivi, kwa sababu makocha wamefukuzwa nafikiri zaidi ya makocha 21, 22. Kwa huyu kubaki na maana kuna kitu amekifanya. Timu yake ikiwa nyumbani inafanya vizuri, ikiwa ugenini inafanya vizuri. Ndio maana sasa hivi hata hawana pressure ile ya kusema kwamba wanaweza wakashuka kwenda kucheza kwenye playoff. Ndio timu ambayo imetoa sare nyingi sana nyumbani kwenye msimu wa ligi. Lakini hata ukiziangalia namba zao unaona kwamba kuna kitu wamekifanya. Wanaenda kwenye finali ambao nafikiri ana uwezo wa kufanya kitu cha tofauti na kile ambacho watu wengi wanakifikiria. Tukushukuru sana Philip. Samsa. Naam, ni mchambuzi wetu huyo Philip Mkini, tukizungumza naye kuelekea kwenye mchezo huo wa nusu finali ya kwanza ya kombe la shirikisho la CRDB Bank, Young Africans dhidi ya JKT Tanzania. Turejee kwenye taarifa kuhusiana na kushuka daraja kwa wana Super Nkurukumbi Kagera Sugar, na wakati huu tunaungana na mtendaji mkuu wa kikosi hicho Thabiti Kandoro. Kwanza poleni, bila shaka utakuwa unanipata kwa matokeo haya, lakini pengine wana Kagera kwa ujumla na wana ligi kuu yote wanatamani kujua namna ambavyo mmepokea, lakini nini kimewasibu? Nadhani ni kwanza nashukuru, lakini tumepata changamoto 2-3, ikiwemo hili ambalo limetokea siku ya jana. Kwetu sisi limekuja na mshtuko. Nafahamu kabisa kwamba timu yoyote ambayo inaingia katika ligi kuu nia ni kufanya vizuri. Taasisi ya Kagera Sugar ni taasisi kubwa, imekuwepo katika ligi kuu kwa takribani miaka 20 na mwaka huu ilikuwa inatimiza mwaka wa 20. So, ni kitu ambacho tumekichukua kwa huzuni kubwa, lakini tunaamini kabisa kwamba changamoto zilianza tangia mwanzo wa msimu. Nadhani ni vitu ambavyo kwa mtu wa football unajua kabisa kwamba vitu kama hivi vinaweza vikatokea muda wote, lakini malengo kama taasisi, nembo ya Kagera Sugar inapaswa kuwepo katika Premier League, shindana katika sehemu za juu. Kwa hiyo yametokea, lakini ni mwanzo wa sisi kuendelea kujipanga na kufanya vizuri katika siku zinazokuja. Umekiri mwenyewe hapo, changamoto zilianza kuonekana mapema tu tangu mwanzo wa msimu. Yawezekana kuchelewa kwenu kufanya maamuzi ndio huko ambako kumewachangia nini kuporomoka leo hii? Hapana, unajua katika football kuna vitu ambavyo vinatokea. Football ni science, ni mjumuisho wa vitu vingi. Kama utachelewa kufanya pre-season, itakuja kukukosti baadaye. Kama utapoteza mechi ambazo upasi kupoteza, itakuja kukukosti baadaye. Kwa hiyo ni mjumuisho wa vitu vingi ambavyo vilikuwa vimetokea, lakini naamini kabisa kwamba
sisi kama taasisi tumejifunza vizuri sana. Unapaswa kuwa na technical eneo la ufundi lililokuwa bora, unapaswa kuwa na eneo la mashindano lililokuwa bora, unapaswa kuwa na secretariat iliyokuwa bora, unapaswa kuwa na kikosi kiliokuwa bora. Tume struggle katika vitu vingi, na especially hapa unaweza kaangalia pia mwenendo wetu. Tumekuwa tukicheza alafu hatufungi. Hii imetukosti sana. Unaweza kuona mpaka sasa hivi tumefunga goli 20, tumefungwa goli 40, lakini pia ukiona kwamba tuna mchezaji mmoja na goli 8 na wengine 2, 3. Sasa kwa klabu ambayo inataka kushika nafasi za juu, kuto kushinda inakuwa ni changamoto kubwa sana, especially mnapokuwa mechi za nyumbani au away. Sasa kwa sisi kushinda baadhi ya michezo hapa nyumbani imetukosti sana. Mfano mchezo wa Namungo, mchezo wa Prison, mchezo wa KMC, ni michezo ambayo kwa kweli imetukosti na tuliliona hilo. So ni mjumuisho wa mambo mengi sana ambayo naweza nikasema kwamba siku ya mwisho yamekuja kutuadhibu, lakini nakiri kwamba Kagera Sugar ilikuwa ni moja kati ya vilabu ambavyo vina takwimu bora, na ndio maana nasema kabisa kwamba uwanjani haionyeshi kila kitu. Moja kati ya timu zenye takwimu bora, ball possession, sales na kila kitu. Timu ambayo imetoa kwa mfano unakuta wachezaji wake vijana ambao wako kwenye timu za taifa. Kagera tunaongoza, na sio tu kwamba wanakuepo, wanacheza. Kwa hiyo ni pigo kwa wale wachezaji wetu wenyewe, lakini pigo kwa sisi wenyewe. Kagera Sugar unaweza kujua kabisa ni moja kati ya timu ambazo zilikuwa na wastani mzuri wa umri wa wachezaji. Tulikuwa tuna 23.7. Sawa. Kwangu mimi ilikuwa ni muda ni kikosi ambacho kitaishi kwa miaka 5-6, lakini ajali imetokea, so tutajipanga vizuri. Poleni sana na tukushukuru sana kwa kuungana nasi hapa leo. Ni Thabiti Kandoro huyo, mtendaji mkuu wa Kagera Sugar. Wenzao Mtibwa Sugar wamepanda wakiwa na usemi unasema ukijua kushuka basi ujue kupanda. Lakini kwenye maoni, kile ambacho tumekuuliza kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, baada ya kudumu kwenye ligi kuu kwa zaidi ya miaka 20, Kagera Sugar leo imeshuka daraja. Je, unadhani nini kimewasibu? Tuanzia na ukurasa wetu wa Instagram. Revina anasema migogoro ya hapa na pale, ila waende wapambane kama Mtibwa, insha Allah msimu mmoja unatosha kuwarudisha ligi kuu. Lakini Jamal anasema kilichoasibu ni kuamini wachezaji wa kununua na sio kuzalisha. Kadozo Junior anasema usimamizi mbovu kwenye timu ndio umesababisha hayo yote, wakajipange upya wajue wapi walipokosea. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Bakari Diamkwamba anasema kilichowasibu ni kutokuchukua tahadhari mapema, kwani dalili za kushuka zilionekana kwa takriban misimu mitatu ya nyuma kwa kucheza playoff mara kadhaa. Hivyo wametimiza ile methali semayo usipoziba ufa basi utajenga ukuta. Lakini Emmanuel Mwamboto wa Mbeya anasema tangu msimu wa mwaka juzi Kagera Sugar walikuwa na kiwango kibovu. Chanzo walikuwa wanaishi kwa mazingira ya kukariri, wakiamini hawawezi kushuka, ndicho kilichowashusha hata ndugu zao Mtibwa Sugar. Lakini Mindset MB anasema wanangu wa Kagera nzima, hii ni fedheha. Tokea niwe na akili haijawahi tokea hii. Tufanyeje wanangu kurudi ligi kuu msimu 2026-27? Tukamilishe na ukurasa wa X. Emmanuel Mtinya anasema kwa maoni yake sababu kuu kwa Kagera Sugar kushuka daraja: 1, mabadiliko ya makocha, hakuna mwendelezo wa kiufundi; 2, motisha ndogo, ari na maandalizi hafifu; 3, changamoto za kiutawala na kifedha ambazo huathiri utendaji wa klabu kwa ujumla. Lakini Yohana Nyanginywa anasema Kagera Sugar kilichoasibu ni kile kilichofanywa na Ken Gold, kuwa na wachezaji wengi wenye quality ya chini na kubadilisha coaches. Lakini Esson Josephat anasema nadhani shida imeanzia kwenye usajili. Wanasajili sana wachezaji wa ndani wenye quality ya kawaida. Kilichobakia ni kuwa makini msimu ujao kwenye dirisha la usajili. Naam, asante kwa kutuandikia maoni yako. Huu ni Mshike, tutarejea.
Karibu tena, huu ni Mshike Mshike. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima amesema kupanda ligi kuu ya NBC Tanzania bara kwa timu ya soka ya Mtibwa Sugar kunaleta chachu ya maendeleo ya mkoa, hasa kwenye nyanja ya kiuchumi. Malima amesema kuwa moja ya mipango iliyopo kwa sasa ni kuifanya timu hiyo ifanye vyema kwenye ligi, huku akipongeza kwa kutoa ubingwa wa championship. Unapokuwa na timu ya ligi kuu kwenye mkoa wako ina faida nyingi sana. Kwanza inahamasisha vijana na jamii kuwa na ari zaidi ya kujiendeleza na kuweza kuendeleza vipaji. Kwa hiyo ushiriki wa timu kwenye ligi kuu na kitu kinaitwa multiplier effects ambazo ni kubwa sana. Kuna zile athari chanya ambazo zinaonekana na athari chanya ambazo zimejificha, lakini nazo zina manufaa makubwa mno kwa timu. Kwa hiyo niendelee kusema sisi kurudi ligi kuu ni jambo kubwa, lakini pia ni nafasi yetu kama timu ambayo ina historia ndefu. Mwili wa Charles Hilary Nkwanga aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa mawasiliano Ikulu ya Zanzibar na msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar umewasili Unguja jioni leo. Na yeye, nikukumbushe tu, Charles amewahi kufanya kazi katika kampuni ya Azam Media Limited akitumikia nafasi mbalimbali ikiwemo mkurugenzi wa idara ya michezo, lakini pia mkuu wa UFM Radio. Atazikwa kesho Jumatano katika makaburi ya Mwanakwerekwe. Lakini kabla ya maziko, ibada ya maziko sehemu ya kwanza itafanyika katika kanisa la Kristo Mkunazini, wilaya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi. Lakini nikufahamishe kwa hapa Dar es Salaam, ibada ya kuaga mwili wa Charles Hilary imefanyika mapema leo katika kanisa la Anglikana la Mtakatifu Bartholomeo lililopo Ubungo, Dar es Salaam, na mwenzetu Omar Suleiman alihudhuria ibada hiyo na ametuandalia taarifa ifuatayo. Ibada ya mwisho ya kumwaga marehemu Charles Hilary imefanyika katika kanisa la Mtume Bartholomeo lililopo Ubungo jijini Dar es Salaam. Wadau mbalimbali wamejitokeza kutoa heshima zao za mwisho, na baadhi ya wadau wameeleza namna wanavyoendelea kuguswa na msiba huo. Mzee Hilary Ignas Nkwanga, mimi ndio alikuwa baba yangu baada ya baba yangu mimi kufariki. Kwa hivyo mimi ni ndugu na Charles Hilary na ndugu zake wote ambao wako nyuma yake. Hao wote ni ndugu zangu. Kwa hivyo kwa kifupi, tumesikitishwa na kifo chake, lakini Mwenyezi Mungu ndio kamhitaji zaidi na sisi tuko nyuma yake. Wale ambao walibahatika kukaa na Charles kwa maana ya Radio 1, kwa maana ya UFM au Azam Media na wengine, nadhani kuna vitu wamevipata, lakini sisi ambao hatukuwahi kukaa nao kwa maana ya kufanya kazi pamoja naye, let's go back to what he was doing. Ziko clip nyingi tu za vitu alivyokuwa anavifanya. Sina maneno mengi ya kumuulizia Charles. Kwa kweli tumepoteza mtu ambaye alihamasisha sana mpira, alitengeneza watangazaji wengi, alitengeneza vijana wengi waliocheza mpira, na kwa kweli alikuwa anajua kuutangaza mpira. Zamani TV ilikuwa hakuna. Tulikuwa tunasikiza mpira kutokea radio, na utangazaji wake na mpira sasa hivi na TV sasa hivi ni vitu vile tofauti kabisa, kwa sababu Charles yeye alikuwa anajua kumuelezea mchezaji. Kwa kweli kwa wanamichezo tumepata pigo, lakini yote kwa yote Mwenyezi Mungu ametengeneza milango miwili kwa binadamu sisi. Kuna mlango wa kuingilia duniani na kuna mlango wa kutokea duniani. Tayari mwili wa marehemu Charles Hilary umeshasafirishwa kuelekea visiwani Zanzibar, ambako maziko yatafanyika siku ya kesho katika makaburi ya Mwanakwerekwe visiwani humo. Nikiripoti kutokea hapa Ubungo, mimi ni Omar Suleiman wa Azam Sports. Na kule Zanzibar tayari matayarisho ya shughuli ya mazishi yanaendelea, kama ambavyo wenzetu wamepita leo na kuzungumza pamoja na kujionea kinachofanyika sasa. Tuko hatua nzuri, ni hatua za mwishoni kabisa. Kaburi tayari lishajengwa, bado hatua za kuripu tu na kuleka sawa ndani, lakini mambo mengine yote yako vizuri. Tupo katika 95% ya ujenzi tayari tushakamilisha. 5% tutamaliza kesho.
Naam, tukirejea hapa kuangazia mengineyo tulionayo kwenye ligi ya kikapu nchini Marekani NBA, New York Knicks na Minnesota Timberwolves zimekaribia kutinga fainali ya kanda zao baada ya ushindi katika michezo yao ya leo. Knicks imeshinda kwa alama 121 kwa 113 dhidi ya Boston Celtics na kuongoza kwa michezo 3-1 na baada ya michezo 4 ya kwanza. Lakini kwa upande wa Minnesota yenye imeendeleza ubabe mbele Golden State Warriors kwa kushinda mchezo wa 3 kwa points 117 kwa 110, lakini pia Julius Randle na Anthony Edwards wakifungia Timberwolves points 61 katika mchezo wa hatma ya Celtic na Warriors ni hiyo Jumamosi ya Mei 17. Lakini tukiangazia mengineo ni kufahamishe kwamba mtoto wa nyota kimataifa Ureno na klabu ya Al Nassr ya Saudi Arabia Cristiano Ronaldo aitwaye Ronaldo Jr. amecheza mechi yake ya kwanza ya timu ya taifa ya Ureno chini ya miaka 15 dhidi ya Japan. Na katika ukurasa wake wa Instagram, Cristiano Ronaldo amempongeza mtoto wake kwa hatua hiyo kubwa kwenye maisha yake ya soka. Kama haitoshi, pia amemzawadia kiatu aina ya Mercurial ambayo ni aina ya kiatu yeye na Kylian Mbappe wamekuwa wakikitumia. Mbali na pongezi lakini kutoka kwa baba yake, ni kufahamishe pia bibi yake ambaye ni mama mzazi wa CR7 Maria Dolores, yeye alikuwepo uwanjani kushuhudia mechi hiyo ambayo Ureno ilishinda mabao 4-0. Lakini cha kuvutia ni Ronaldo Jr. kuvaa jezi namba 7 inayotumiwa na baba yake. Naam, lakini pia tuangazie mengineyo ni kufahamisha kwamba maandalizi kuelekea usiku wa tuzo za Baraza la Michezo la Taifa ambazo zitafanyika Juni mosi mwaka huu yanakwenda vizuri kama ambavyo anathibitisha ofisa habari wa BMT Najaha Bakari. Naelekea kwenye msimu wa 3 wa tuzo za Baraza la Michezo la Taifa ambazo ni za 2024. Mwanzo zilikuwa zifanyike tarehe 25, lakini sasa hivi zitafanyika Juni mosi 2025. Kwa hiyo Baraza la Michezo la Taifa tuko kwenye maandalizi na tuko kwenye maandalizi mazuri. Ni imani yetu na ni mazuri zaidi, yatakuwa ni tofauti na tuzo za miaka mingine. Kila mwaka tunaboresha zaidi. Kwa hiyo Watanzania wawe tayari, wana michezo wawe tayari, wadau wa michezo wawe tayari. Tunashirikiana, kuna tuzo za aina mbalimbali. Kuna tuzo za wale ambao tunashirikiana nao, lakini na kuna wale ambao wanashiriki kwenye michezo mbalimbali na kuna wale ambao wanawaandaa hao wana michezo. Kwa hiyo wakae mkao wa kula. Naam, Najaha Bakari huyo ofisa habari wa Baraza la Michezo la Taifa BMT. Tunakamilisha mshike, lakini kama kawaida nikukumbushe miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo. Matajiri wa jiji Azam FC washusha maangamizi kwa Dodoma Jiji ligi kuu ya NBC dimbani Azam Complex. Mnyama Simba aanza safari ya kuifuata RS Berkane fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Na Cristiano Ronaldo ampongeza Ronaldo Jr. kucheza mechi ya kwanza ya timu ya taifa vijana ya Ureno. Asante kwa kuungana nasi hapa. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kuletea kipindi hiki, mimi ni Fatma Abdalla Chikayo. Siku mwema.